Mpenzi mtazamaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninayeongea na wewe hapa ni mchungaji na askofu Florian Josephat Katunzi. Napenda nikutangazie ziara ya mafunzo ya kibiblia katika nchi zenye historia ya kibiblia kama vile Israeli, Uturuki, Misri na Jordan. Mungu akipenda mwaka 2026 mwezi wa 10 tutakuwa na safari rasmi ya kuelekea katika nchi takatifu ya Israeli. Tutakuwa na safari rasmi ya kutembelea hizi nchi kwa ziara ya siku 14. Tutatembelea katika nchi ya Uturuki ambako tunatembelea makanisa 7 yaliyoandikwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 na sura ya 3. Haya makanisa 7 yanawakilisha vipindi 7 vya kanisa. Kanisa la kwanza ni kanisa la Efeso ambalo linapatikana katika nchi ya Uturuki ya sasa. Zamani ilikuwa inaitwa Asia Ndogo. Kanisa hili la Efeso linawakilisha kipindi cha kwanza cha kanisa, kinaitwa kipindi cha mitume. Na linafuata kanisa la pili ni kanisa la Simina, linawakilisha kipindi cha pili cha kanisa, kinaitwa kipindi cha mateso ya kanisa. Kanisa la tatu ni kanisa la Pergamo, linawakilisha kipindi cha tatu cha kanisa, ni kipindi cha upagani wa kanisa. Kanisa la 4 ambalo tutalitembelea ni kanisa la Thiatira ambalo linawakilisha kipindi cha 4 cha kanisa ambacho kinaitwa kipindi cha maovu ya kanisa. Kanisa la 5 tutakalotembelea ni kanisa la Sardi. Hili linawakilisha kipindi cha 5 cha kanisa ambalo ni kipindi cha matengenezo ya kanisa. Na kipindi cha 6 ni kipindi cha kanisa la Philadelphia ambalo ni kipindi cha umisheni wa kanisa. Na kipindi cha mwisho ama kanisa la mwisho tutakalotembelea ni kanisa la Laodikia. Hili linawakilisha kipindi cha uvuguvugu wa kanisa. Makanisa haya 7 kama nilivyoyataja yanapatikana katika nchi ya Uturuki ya sasa. Zamani ilikuwa inaitwa Asia Ndogo. Kitu kingine ambacho tutakwenda ukiona katika nchi ya Uturuki ni fimbo ya Musa. Wengi hawajui fimbo ya Musa iliyogawanya maji ya bahari ya Shamu iko wapi. Ipo katika nchi ya Uturuki. Kitu cha pili tutakachokiona katika nchi ya Uturuki ni kichwa cha Yohana Mbatizaji. Wasomaji wa Biblia wanafahamu Herode alikata kichwa cha Yohana Mbatizaji akampa binti yake kama zawadi. Kile kichwa kipo katika nchi ya Uturuki. Kitu cha tatu ambacho tutakwenda ukiona katika nchi ya Uturuki ni mkono wa Yohana Mtakatifu uliokatwa baadaye ukamea wakati wa mateso ya kanisa. Vipindi hivi vyote 7 vinabeba historia ya kanisa. Nchi ya Uturuki imebeba mambo mengi ya kihistoria kwa sababu mwaka ule wa 313 Kaisari wa Rumi anaitwa Konstantini alipoamua kuwa Mkristo, aliyajenga haya maeneo kama kitovu cha Ukristo. Kwa utaona maeneo mbalimbali hayo. Baadaye tutaondoka kuelekea nchi ya Misri. Kwenye nchi ya Misri tunatembelea eneo la kwanza ni eneo la mapiramidi ambako wana wa Israeli walikaa utumwa, wana wa Israeli miaka 400. Lile eneo linaitwa Giza. Baadaye tutakwenda nyumba takatifu au nyumba ya familia takatifu. Ni mahali ambako Yusufu na Mariam walikaa pale baada ya kumkimbia Herode. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 kwa wasomaji wanakumbuka. Kwa baada ya hapo tutakwenda kutembelea eneo lingine ni kanisa la Mtakatifu Simoni. Hili ni kanisa ambalo linakaa kwenye pango. Zama zile Wakristo walikuwa nafanya ibada zao kwenye mapango. Hilo eneo lipo pale Misri. Kwa baada ya kutoka Misri pale Kairo tutasafiri njia ya wana wa Israeli waliopita miaka 40. Kwa tutapita kule kwenye jangwa, tutakwenda moja kwa moja mpaka eneo la Mara. Mara hapa kuna visima vya maji
ambako Musa na wana wa Israeli baada ya kuvuka bahari ya Shamu, Biblia inasema walitembea muda wa siku 3 kwenye jangwa la Shuri. Wakaenda wakafika eneo ambako walikuta visima vya maji, wakataka kunywa maji yale. Maji yalikuwa ni machungu. Kwa sababu yale maji yalikuwa ni machungu, Bwana akamwambia Musa aweke mti ili maji yale yaweze kupona. Na Musa akaweka ule mti aliopewa, yale maji yakapona. Ndipo Bwana akamwambia, mimi ni Mungu nikuponyaye. Ndugu zangu, rafiki zangu ambao wananisikiliza kwenye tangazo hili, napenda nikualike uungane nami. Hili eneo au haya maeneo nimefika si mara moja, si mara mbili. Visima vya maji haya ya Mara bado vipo. Unaweza ukajipatia huduma mahali pale. Baada ya kutoka Mara kwenye visima vile, Biblia inasema Israeli wakasafiri wakafika eneo moja inaitwa Elimu. Eneo la Elimu kuna mitende 70 na chemichemi 12. Hiyo inawakilisha nafsi 70 za wana wa Israeli walioingia Misri, na chemichemi 12 zinawakilisha wana wa Yakobo ama wana wa Israeli, kabila 12. Tukitoka pale Elimu tunakwenda Refidimu, ambako wana wa Israeli walipigana vita kwa mara ya kwanza na watu wanaitwa wa Amaleki. Ile vita iliongozwa na Yoshua wakati Musa na Harun na Huri walikuwa kwenye mlima wa maombi. Baada ya kutoka pale Refidimu, tutaendelea na safari yetu kwenda mpaka mlima Sinai. Kwenye mlima Sinai kuna vitu kadha wa kadha tutakwenda kuviona. Jambo la kwanza tutakwenda kuona kichaka kilichokuwa kinawaka lakini hakiteketei, burning bush. Musa alisikia sauti, aliona moto unawaka kutoka kwenye kichaka au kwenye kijiti. Biblia inasema kilikuwa kinawaka lakini hakiteketei. Kile kichaka mpaka leo kipo, na kuonyesha kwamba kile kichaka ni cha kweli. Yale mawe yanayozunguka lile eneo, ukilipiga chini ukalivunja, lina picha ya kichaka ndani, reflection. Pale pale kwenye kichaka ndipo kuna kisima cha Spora. Wengi wanafahamu Musa baada ya kukimbia kwenda Midian, alifika kwenye mlima Sinai, ndio Midian yenyewe. Mahali pale kuta watoto wa Yethro. Baada ya kuona kisima cha maji hicho, tutapanga safari ya kupanda mlima Sinai. Mlima Sinai una futi za kutosha. Kwenda kule juu utatumia masaa kama 6. Ni safari ndefu mpaka kwenye kilele kile ambacho mtumishi wa Mungu Musa alipiga magoti siku 40 na Bwana akamkabidhi amri 10 za Mungu. Lakini kule kule kwenye mlima Sinai tutakwenda kuona pango la Elia Mtishibi. Mahali pale alipokaa siku 40 akiomba. Mtumishi wa Mungu Elia alifanya maombi kwenye mlima ule, na wengi wanachanganya mlima Sinai ndio unaitwa mlima wa Musa, ndio unaitwa mlima wa Mungu, ndio unaitwa mlima Orebu. Ni majina tofauti tofauti lakini katika kitu kimoja. Baada ya hapo tutashuka. Tutafika eneo ambako Musa alimwacha Yoshua. Tutaona mahali pale papo pametunzwa, na baadaye tutaanza safari ya kuelekea kwenye mpaka wa Israeli na Misri unaitwa Taba. Tukishavuka ule mpaka tunaingia mji mmoja wa kwanza unaitwa Elati. Elati ni mji wa kihistoria. Ni mahali ambako mfalme Sulemani alikaa akaandika kitabu cha wimbo ulio bora. Maana yake ukisoma kitabu cha wimbo ulio bora unaona kama Sulemani anamsifia mwanamke. Ule unaitwa mji wa starehe mpaka leo. Baada ya kutoka hapo tunasafiri kutoka Elati. Bleki ya kwanza tutakwenda Bahari Mfu. Bahari Mfu au Dead Sea ni mahali ambako maji ya bahari ile Mfu hakai kiumbe chochote kilicho hai, na maji ya mto Yordani yakiingia ndani ya bahari Mfu yale maji yanakufa. Maajabu ya bahari Mfu, unaweza kulala juu yake na ukasoma kitabu, hauwezi kuzama. Hata ungejifunga mawe hautakwenda chini. Ni bahari ambayo haimpokei mtu. Hiko katikati ya bonde la Sodoma na Gomora na mpaka ule wa Israeli kuelekea nchi ya Yordani. Baada ya kutoka pale kwenye bahari Mfu, tutakwenda eneo moja linaitwa Yeriko. Yeriko kuna vitu kama vikubwa vitatu kwenda kuviona. Jambo la kwanza tutakwenda kuona Sakam tree ambao ni mti wa mkuyu. Aliopanda Zakayo, Yesu akamwambia shuka upesi, leo nataka niingie ndani ya nyumba yako. Tukitoka kwenye mkuyu tutapanda kwenda kwenye
kwenye chemichemi ya maji. Elisha, mnakumbuka, aliponya maji ambayo yalikuwa nazaa kufa na mapooza. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 hadi 22. Ile maji yaliyoponywa mpaka leo yapo na visima vya maji vile vipo. Lakini wasomaji wa Biblia wanafahamu Yeriko kuna mlima unaitwa mlima wa majaribu. Utausoma Injili ya Luka sura ya 4 ambako kuanzia mstari wa 1 hadi wa 19 unamuona Yesu anapanda kwenda mlimani kwenda kuomba kaa siku 40. Ule mlima uko wapi? Ule mlima uko Yeriko. Tutapanda mlima huo, tutafika eneo ambako Yesu alipiga magoti kuomba. Pale imewekwa panga ambako alikuwa kwenye panga alikaa siku 40, panaweza kupokea watu wapatao kama 400. Ni kuombe rafiki yangu, tembelea na eneo hilo pia. Baada ya kutoka hapo tutatembelea maeneo mengine, tutakwenda kuliangalia bonde la Yeriko na chemichemi zile za maji, natural spring au chemichemi za maji 1000. Mji wa Yeriko, tutakwenda kwenye ukuta ule wa Yeriko ambako Yoshua au wana wa Israeli waliuzunguka. Siku ya 7 ukadondoka. Ule ukuta mabaki yake mpaka leo yapo, kwa sababu Yoshua alilaani ule ukuta na ile eneo lililokuwepo kwamba lisijengwe tena. Israeli ina historia ya vitu vingi mno. Tukitoka hapo tutakwenda Bethlehem, mahali ambako Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa. Lakini kabla ya kuingia Bethlehem, tutaanzia kwenye shamba la Boaz. Wengi wanafahamu kabisa kwamba Boaz alimuoa Ruthu, na lile shamba la Boaz ndipo wachungaji wa kondeni walipokuwa wanachunga mifugo yao, wakatokewa na malaika wa Bwana. Na yule malaika wa Bwana anawaambia kwamba Bethlehem kuna habari njema, amezaliwa Mwokozi. Kutakwenda pale kuona nyumba za wachungaji wa kondeni. Walikuwa wanachunga yale mapanga ambako walikuwa wanachungia na kulala na kondoo wao, mpaka leo yapo. Baadaye tutateremka kwenda Bethlehem. Ndani ya Bethlehem tutakwenda kuona ambako Yesu alizaliwa. Kisha baada ya hapo tutakwenda eneo moja ndani ya kanisa lile kuna shimo refu ambako Herode aliua watoto kipindi anamtafuta Yesu kumuua. Wale watoto walipotupwa, linaitwa shimo la uchungu. Baadaye kabla ya kutoka pale tutakwenda kuona eneo ambako mtaalamu na mwandishi wa maandishi ya Biblia, mtafsiri wa Vulgate la Kilatini kwenda kwenye Kiingereza, anaitwa Jerome Eronimo, mahali ambapo alikaa na kuandika. Tunakwenda mlima wa Mizeituni. Kwenye mlima wa Mizeituni, wengi mnafahamu Injili ya Luka 22, Yesu alifanya maombi kabla ya kubeba msalaba. Mahali pale alipopiga magoti akasema, Baba yangu, naomba kikombe hiki niepuke. Lile eneo mpaka leo, na damu iliyomtoka Yesu mpaka leo, limejengwa kanisa linaitwa kanisa la mataifa yote. Mahali pale kuna na mizeituni ya kipindi cha Yesu mpaka leo bado ipo. Tutakwenda kuona na kuingia ndani ya lile kanisa. Baada ya hapo tutavuka kijito cha Kedron. Tutapanda moja kwa moja kwenda kwa Kayafa. Yesu alipokamatwa akavuka kijito cha Kedron akapelekwa kwa Kayafa. Kwa Kayafa pale kumejengwa kanisa linaitwa la Mtakatifu Petro, Santi Peter Galikunta. Maana yake inaongelea Petro, kanisa la Mtakatifu Petro jogoo kuwika. Ndani ya lile hekalu ama kanisa lile utakuta ndani kuna gereza ambako wafungwa wote ambao walikuwa wanamkorofisha ama wanaenda kinyume na dini ya Kiyahudi walikuwa wanapelekwa kwenda kufungwa ama kuteswa mule ndani. Yesu alipokamatwa Alhamisi Kuu alipelekwa kwenye kifungo akawekwa ndani. Na bahati mbaya watu wengi watuongelee eneo hili. Yesu alifungwa kamba akaninginizwa, kichwa chini miguu juu. Lile linaitwa shimo ambalo linawakilisha Zaburi ya 88 inayosema waziwazi kwamba umenitupa kwenye kaburi nikiwa hai, umeniweka kwenye vifungo vya giza. Kutakwenda pale ambako Yesu alishushwa kwa kamba, sisi kule wamechonga ngazi, taingia taratibu. Lakini nataka nikuambie hakuna Mkristo wa kawaida anayefika pale asitoe machozi. Damu, Yesu aliteswa sana, damu ilimwagika nyingi mle ndani mpaka leo ipo. Asubuhi ya Ijumaa Kuu ndo wakamtoa, wakamtembeza ile njia ya Dolorosa, tutapita njia ya msalaba. Lakini kabla hajapita Dolorosa
tutapita kwenye geti la simba. Tunakwenda moja kwa moja ambako Pilato alikaa kumhukumu Yesu Kristo. Mahali pale kuna kumbukumbu za kimahakama ya kipindi kile. Kutaingia pale taona Pilato alipokuwa amekaa, na mahali baada ya kumhukumu wakampeleka mahali pa kumpiga na kumvua nguo. Yale maeneo yote leo mpaka yapo. Baada ya kutoka mle ndani kwenye hizo chepo, tunaanza njia ya msalaba ama njia Dolorosa ama njia mateso. Kwa tutapita njia hiyo ya msalaba, tunakwenda moja kwa moja mpaka bustani ya Yusuf wa Arimathaya. Mahali pale ndipo lipo kaburi la Yesu. Tutakwenda moja kwa moja kuingia kwenye kaburi la Yesu. Tutafika eneo lile linaitwa Golgotha ama fuvu la kichwa. Yako maelezo mazuri ya kihistoria mahali pale tutayaona, lakini kikubwa tutaliona kaburi la Yesu li wazi. Tutaingia ndani mahali alipolala Yesu na mahali alipofufukia tutaona. Baada ya hapo, yako maeneo mengi Israeli huwezi kuyamaliza. Israeli peke yake inahitaji zaidi ya siku 25 kuweza kuyatembelea maeneo yale. Lakini nikukumbushe rafiki yangu, ziara hii ya mafunzo mimi naye kueleza nitaiongoza kwa sababu mambo ya kihistoria nayajua vizuri. Tutakwenda eneo lingine ambako Yesu alikaa akaanza kufundisha sala ya Bwana Baba yetu uliye mbinguni. Lile eneo tutakwenda kuliona, kuna na kanisa mahali pale. Tutatembelea maeneo kadha wa kadha yaliyobeba step by step of Jesus Christ, hatua kwa hatua ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nikukaribishe rafiki yangu na nikueleze kwamba ziara hii inaitwa ziara ya mafunzo. Maana yake tunakaa siku 14 darasani tunafundishwa. Nimeandika vitabu kama viwili. Kitabu cha kwanza kinasema historia ya kanisa na ukengeufu. Ndio nimetaja historia ya makanisa hayo 7. Lakini nimeandika kitabu kingine kinaitwa kitabu cha Ijue Israeli na kanisa. Rafiki yangu, ndugu yangu mpendwa, gharama ya safari hii siku 14, tiketi ya ndege, hoteli za kulala kuanzia nyota 4 mpaka nyota 5, chakula cha siku 14, magari ya kusafiri ya ndani kote ambako tunaingia takuwa na basi letu. Kwa hiyo gharama ni $4,000 tu. Hapo kuna tiketi ya ndege ya kwenda na kurudi, kuna gharama za kulala siku 14 kwenye mahoteli, kuna vyakula, kuna gharama zote ambazo zinakuhusu safari. Kwa hiyo kisha lipa $4,000, hele utakayobaki nayo mkononi mwako ni ya matumizi yako binafsi kama kunywa maji na kadhalika. Lakini kila kitu tunakipata ndani ya hoteli, chakula pamoja na mahali pa kulala na gari la kutusafirisha kutoka hapa na kwenda kule, na tunakuwa na Wayahudi kadha wa kadha ambao tunatembea nao kwa ajili ya kutuongoza. Tutakwenda maeneo mengi mno. Rafiki yangu, nikukaribishe. Hizo namba unazoziona kwenye screen ni namba za meneja wetu. Mpigie akuratibu. Huu ni mwezi wa 10, tutasafiri mwezi wa 10. Kwa ina maana kuanzia sasa una miezi 12. Ndani ya miezi 12 unaweza kaamua kila mwezi kutengeneza dola zako za kutosha na kuweka kidogo kidogo. Akaunti ya benki ndio hiyo yao tunayoiweka. Wasiliana na meneja, weka hiyo pesa yako. Tarehe tutakutangazia kadri tunavyoendelea baada ya kupata booking kule. Hatujaenda Israeli kama miaka 2 kwa sababu ya hali ya vita ya Gaza na Israeli, tulikuwa tumekaa pembeni. Maadamu vita imekaa mbali kidogo, tunaweza kuingia Israeli na kutoka. Nchi ambayo sijaigusia ni Jordan. Tutapita tu pale kwa sali moja ama kwa siku moja. Jordan kuna nini? Kwa Jordan tunaenda kuona mlima Nebo, mahali ambako mtumishi wa Mungu Musa alifia kwenye kilele cha Pisiga. Pale ndiko kitu cha msingi ambacho mimi nakiona kipo, ambako wana wa Israeli walipofika Moabu. Pale kulikuwepo na mambo mengi ya kihistoria, na bahati nzuri wengi hawajui Moabu ndio Jordan. Jordan ndio Moabu ndio Jordan ambako walikuwa naishi wana wa Rutu. Rafiki yangu, ndugu yangu, kwa mawasiliano zaidi tutaendelea kuwasiliana. Mimi ni mchungaji Florian Josephat Katunzi. Kama pia una maswali ya kutaka kujua zaidi, namba zangu ni 0718 267171. Unaweza ukatuma message ama kwenye WhatsApp 0718 267171.
Mahali hapo sasa utaweza kuona, naweza nikawasiliana na wewe, nikakupa maelekezo ya kina. Tunaenda sio kidhehebu, tunaenda kama Wakristo.